Naam, mwali gani mfuatiliaji yetu wa Feti Media, ni time nyingine nzuri kabisa tulivu na kutana hapa Feti Media. Lengo always likiwa ni lile lile, kukuhabarisha, kukupa infotainment makubwa. So hakikisha unakaa na sisi sambamba kabisa, kuhakikisha upitwi na chochote ama lolote ambalo tunakuwa tunakusogezea pande hizi hapa. Nikukumbusha kwa ndugu yangu ambaye ndio pengine mara yako ya kwanza unanisikia, na mimi nikukaribishe. Jamani, kuna muda fulani tunakuwa tunawezeka, yani nikukaribishe kwamba Feti Media huku kuna vitu vingi ambavyo utavipata, ambavyo ulikuwa unaviwish kupata sehemu nyingine lakini ukupata, lakini hapa unakuja kuvipata. Cha msingi tu niwe kusubscribe, kutani on notification, kuhakikisha unakuwa wa kwanza kabisa kupata habari zetu kutoka huku kwetu. Mambo ni mengi sana, mji umezidi kuwa moto, so hakikisha unakuwa na mimi saa hii hapa mpaka pale mwisho understand kipi ni kipi ambacho nimekusogezeni kwa siku hii ya leo. As I told you, mji umezidi kuwa hot, umezidi kuwa moto zaidi kutokana na yale ambayo yamekuwa yakiendelea zaidi huko. Lakini kubwa kuliko ni kuhusiana na yale ambayo yalikuwa yameendelea katika birthday ya ndugu yetu, mtoto wetu, mjukuu wetu Amara. As you know, Amara alikuwa na birthday yake ambayo ndio ilikuwa ni birthday ambayo ya mwaka mmoja, na tukaanza kumuona kwa face yake. Mtoto wa Mario pamoja na Paula Kajala. Usiku ulikuwa na mambo mengi sana, lakini kubwa kuliko ambalo lilikuwa limestaajabisha wengi, limefurahisha wengi, na watu wengi wakawa wameona okay, this is good, kuishi pamoja kwa hivyo. Ni baada ya ndugu yetu Harmonize pamoja na Kajala kuonekana katika moment fulani kama ambao hatukuwazoea before, sababu wakati tulikuwa na kabifu fulani hivi na tukipata kuwaona kabisa pamoja, lakini baada ya kuwaona vile wana act, wanaimba, wanacheza na enjoy hapa na pale, basi moja kwa moja wabongo wanakuambia tupe picha, caption tutadili nayo sisi wenyewe. Moja kwa moja tukawa tumeconnect kwamba wawili hao wamerudiana official siku hiyo ya mjukuu wao Amara. Lakini kumbe mambo sivyo bwana. Mambo sivyo. Kwa sababu gani? Basi kaa hapo ili mradi uweze kuelewa zaidi kipi ambacho namaanisha. Kajala amefanyiwa interview kipindi hicho cha shughuli hiyo. Haikupata kwenda viral that day, lakini imekuja kwenda viral zaidi siku za hapa karibuni. Ni baada ya kuzungumza na kuweka wazi kwamba yale yote ambayo yalikuwa yameendelea usiku ule, kumkisi Harmonize, kuimba siku ya fun pamoja, ni masuala tu ya kuweka everything clear kwamba wako fine, hawana shida yoyote, hawana ugomvi wote, lakini hawako on dating kabisa. Yani hawana mahusiano kabisa. Kwa wawili hao wote, kila mtu ana maisha yake, kila mtu ana lifestyle yake kwa sasa, lakini swala ambalo liko imeendelea pale ni kwa ajili ya kufanya pia shughuli zidi kuchangamka, shughuli zidi kuwa inoge zaidi. Na as you see, mtandaoni jambo lilikuwa limeenda, na mpaka siku ya jana katika, kama sio juzi ni jana, katika utoaji wa tuzo za waandishi wa habari, miongoni mwa comedian alikuwa amepanda pale stage, lakini pia akatumia ile training ya Harmonize na Kajala kumfurahisha bi mkubwa pale, mheshimiwa wa nchi Mama Samia, na alikuwa amefurahi na hivi vitu kama hivyo vilikuwa vingi. Lakini baada ili kuja kuzuka tena, lakini licha hivyo, mtu wa karibu pia wa familia ya Kajala, namzungumzia Juma Lokole, kuja kuzungumza kwamba pia na yale kweli kwa ameendelea ni vitu ambavyo vilikuwa vimepangwa au la sio kupangwa, ni vitu ambavyo vilikuwepo kwa ajili ya kufanya siku zidi kuwa moto, siku azidi kutrend wao mitandao, na vitu ambavyo vilikuwa vimetokea huko. Lakini kubwa kuliko ambalo alikuja kuzungumza Juma Lokole ni kwamba baada ya ndugu yetu Harmonize kuonekana katika shughuli ya mjukuu wa Kajala au Amara, mtoto wa Mario pamoja na Paula, aliyekuwa au mtu ambaye anatoka naye kimapenzi Kajala, na inasemekana anamjengea huko ushuani siku ndushi na vitu gani huko. Baada ya kumuona Harmonize ameattend katika shughuli ile, basi mawasiliano yake yeye pamoja na Kajala yakaingia doa. Yani hakufurahishwa na ule mwaliko wa ndugu yetu kuattend katika shughuli ile ya mtoto Amara pale. Kwa Juma alizungumza na kufunguka kwamba hivi na vile, kwamba it's true kwamba yanayoendelea ni yanaendelea kimtandao, lakini serious issue kwamba Harmonize na Kajala hawajarudiana kabisa. Yani hilo limekanushwa kwanza na Juma Lokole, ambaye tunaona always yuko karibu na Kajala na familia ya Kajala kwa jumla. Lakini pia akazungumza hata siku ile kwamba alianza, yani kitu kingine ambacho kilikuwa kimefanya pia Kajala awe
yuko mcheshi kiasi kile ni kutokana pia alianza kulewa toka asubuhi. Alilewa kwa sababu pia kutokana na furaha ya kufanya special day kwa ajili ya mjukuu wake. Kwa hiyo pia pombe nakwambia zilikuwa zimechangamka. I mean kichwani kwake pombe zilikuwa zishaingia, zimeshamchanganya kwa kuwa na everything is just simple kwa anavyofanya, sweet kiss acts na vitu vingine ni kitu cha kawaida kabisa. Umeona, lakini pia akaja kuimprove pia mwenyewe baada ya hiyo interview ambayo nimekuambia. Tumenyaka akizungumza na kuweka wazi kabisa kwamba hayuko on dating na ndugu yetu Harmonize, na kwenye upande wa ile gari ambalo linasemekana na nini huko, basi na yeye analiona hivyo hivyo huko mtandaoni. Lakini pia gari hiyo ilikuwa imekuja pale lakini haikuja na plate number ile ya Kajala. Umeona, so ni vitu ambavyo pia ukiunganisha unaona kabisa kweli wawili hawa katika swala zima la mahusiano ya kimapenzi hawajarudiana. Licha kwamba Juma anakuambia kwamba Harmonize alikuwa ametegemea baadaye yote na nini kwamba Kajala atatoka na kurudi Konde Gang au nyumbani ambako Harmonize so mambo alikuwa hivyo, lakini kubwa kuliko ndio hilo ambalo bibia mwenyewe kaja kukanusha. Na mpaka sasa hivi hatujapata kumjua huyo mtu ambaye ana date na Kajala, kutokana pia nakwambia ni mtu ambaye yuko hapendi masuala ya mitandao, hapendi kupostiwa, lakini vile vile hapendi watu wamjue au hapendi pia Kajala apate kumposti sehemu yoyote ile. Pia kumetokana na watu ambao wamezungumza kwamba pengine Kajala anagopa kumposti, kwamba wabongo wanaweza kaenda kumtongoza bwana wake, wanaweza kumuibia na vitu vingine kama hivyo hapa. So mambo yamezidi kuwa mengi, comments zikawa nyingi sana, lakini kubwa zaidi comments za maumivu zimekuwa nyingi sana. As you remember, baada ya wao kuonekana kurudiana, basi comments zilikuwa za watu wengi kufurahi, lakini baada ya kuja kukanusha ndugu yetu kaja kwamba hawako katika mahusiano na Harmonize, watu wengi wameumizwa, wameonekana kukasirishwa, wameonekana ni kuvunjika moyo kabisa, sababu tunaona wengi sana walikuwa wakipa bless up ile penzi kwamba okay sasa limeanza basi likaanze upya, wasao walikuwa wamepita, wafocus na mambo mengine ambayo yapo. Pia tukapata chini kwamba kutokana na ujio au uwepo wa Harmonize siku ile katika hiyo party, familia ndugu yetu Kajala ilimtenga kabisa. Walisema walimpa choices mbili kwamba akija Harmonize sisi tukaja katika shughuli, lakini asipokuja basi sisi tutakuja. Na kweli baada ya Harmonize kuja pale hatukuona ndugu wa upande wa Kajala, yani mama yake, bibi yake Paula hakuwepo siku hiyo. Umeona wote ni kwa nini? Kutokana na yale mambo ambayo wanakuambia waliofanywa na Harmonize, kwamba kupelekwa polisi na mambo mengine tofauti kama kudhalilishwa, video call hivyo, na yani mambo ni mengi ambayo alikuwa ameyafanya. But all in all, Kajala anakuambia already trust vitu vyote amevitrash huko, kwa yuko na maisha yake mapya, hata kukumbuka ya zamani, lakini iendelee kufahamika tu kwamba wawili hao au Kajala na Harmonize sio wapenzi kabisa. Yanayoendelea ni mambo tu ya kuwa fun as friends, na wako na peace, hawana shida yeyote ile. Lakini kwenye mahusiano never ever, kila mtu yuko na maisha yake kwa sasa. Kwa upande wako wewe mdau wa masuala haya ya habari, toka uanze kufuatilia penzi hilo linaanza, limevunjika, linarudi hivyo na hivyo, unavyozani pengine kuna ukweli wote katika haya ya wao kwamba hawako kwenye mahusiano? Na kama ni kweli, je, unadhani wao wa make hivyo vitu vya kutaka kuonekana au watu waelewe muda mfupi kwamba wako on dating, na mwisho wa siku wanakuja kukanusha? And what if it's true kwamba wako kwenye mahusiano lakini wanaficha? Unadhani kitu kipi ambacho wanaficha? Iza kuepuka wale usida za watu kwamba wakipublish kila mtu mwingine anakuwa na lombaya, anaweza akafanya vitu ambavyo vikaja kuwafanya wasidumu tena katika mahusiano yao, inawezekana akaja kuwa ni mahusiano ya kuonekana ambayo ya kifull free. So chochote pale katika section ya comment hapo tupate kupitia, if you already understand what we brought to you tonight. Thank you so much, bye bye, mpaka wakati mwingine.